Karibu. Karibu sana kwenye kliniki ya afya Mapenzi Mwanza, ikiwa ni tarehe ya mwisho ya mwaka 2025. Ni saa 12 na karibia na nusu saa hizi, tarehe 25 mwezi huu wa mwaka 2025, tarehe ya mwisho kabisa, na nakuletea mada inayosema kuepusha kuachana, usipuuzie mambo haya matatu. Kuepusha kuachana, usipuuzie mambo haya matatu. Nimekuletea mada hii, sikupanga kukuletea mada hii tarehe ya mwisho wa mwaka huu 2025, lakini nimekutana na kesi ambayo imenihuzunisha sana. Ni mtu ambaye namfahamu. Huyu dada ukimwona kwa sura yake, lokole, ndoa imebakia kidogo tu inavunjika. Mwanaume kesha hamia kwa mwanamke mwingine. Mwanaume alikuwa ameokoka, akabadilia, akaamua kuacha wokovu, lakini mwanamke akaendelea na masuala ya wokovu. Lakini ndio hivyo sasa, mwanamke ananiambia kwamba mwanaume ameondoka na watoto wote watatu, kaniachia nyumba, na kodi ya nyumba inaishia leo tarehe 31 mwezi wa 12. Kwa hiyo na mimi nimetafuta chumba kwenda kuishi mahali pengine. Wanajenga nyumba, imekaribia mwisho, lakini majina yote yaliyoko kwenye nyumba ni ya watoto. Hiyo ni kesi ambayo nimeipata leo, na lakini kuna kesi nyingine ambayo vile vile inaelekea huko, lakini huyu dada haelewi kwamba anaelekea huko. Ni kwamba huyu dada alishakuta kwenye message kwenye ndoa yake haijamaliza mwaka. Alikuta kwenye simu ya mume wake anaongea na mwanamke, na yule mwanamke anamwambia leo niko hedhi, haitawezekana kuonana na wewe. Mwanamke akasala, mwanaume naye akaja juu sana. Anyway, sasa yule dada niliongea naye wiki iliyopita, ananipigia simu leo. Mwanaume amekasirika, hataki simu yake ishikwe. Hataki simu yake ishikwe kabisa. Yeye mwanamke anashika, lakini ya kwake simu yake hataki ishikwe. Alafu anaambia bwana, naona tuaminiane, naona tuishi tu hivi hivi. Yule mwanaume anaongea, naona tuaminiane, naomba tuishi hivi hivi. Unaweza kuona kama alivyozungumza, unapoingia huwezi kupata kazi bila experience. Sasa nakuletea hadithi za kweli, nakupa stories za kweli ili uweze kuelewa kwamba unaweza kujiona uko salama sasa hivi. Unaweza kujiona uko salama, usiano uko salama na nini, kujiona salama sana. Lakini haya mambo matatu ambayo nakwenda kukupatia siku ya leo, naomba uangalie kwa makini sana, wala usiyapuuzie, kwa sababu na ushahidi wa kutosha kwamba haya usipoyafanyia kazi, hajalishi mtavumiliana kwa miaka mingapi, lakini huko mwisho mtaingia kwenye dampo. Ni kweli mahusiano ya watu yanatofautiana. Safari ya mahusiano inatofautiana kwa hawa watu, kwa kila mtu. Lakini kuna mambo ambayo ni ya muhimu yawepo kwenye mahusiano hayo. Japokuwa kila mtu ana safari yake, lakini kuna mambo muhimu ambayo yapo ni kama msingi wa uhusiano. Na mambo hayo ya msingi yanapoanza sawa kulegea, hii ndoa itafikia mahali itaanguka. Na mambo hayo makubwa matatu, la kwanza ni hili: kuto kuwepo na kujituma. Kuto kuwepo na kujituma. Sasa napozungumzia kujituma, hii nimezungumzia kwenye mada nyingine, kwenye channel nyingine, inaitwa discipline. Discipline ni kwamba haitegemei hisia, nidhamu. Ukiamua kwamba mimi mume wangu anapenda kula makande mara 2 kwa wiki, haijalishi wewe upendi kula makande. Sawa, haijalishi wewe upendi kula makande, lakini mume wako anapenda kula makande kwa sababu ni Mpare. Sawa, kwao makande ilikuwa ni chakula kizuri sana chenye heshima. Jitahidi kumpikia makande, japokuwa hujisikii kwa sababu inachukua muda mrefu kidogo kupika makande. Sawa, naomba nisikilize kwa nini nimekuletea mfano huu wa makande.
Kwa mfano mkando, kwa sababu gani? Hivi wewe mke wako ametoka kwenye familia ambayo wanasali sana, wewe usali sana. Mke wako ametoka kwenye familia ambayo wanasali sana, lakini wewe usali. Sasa kama unataka kuendelesha hii ndoa, ni kwamba ili mweze kuendana, lazima at least na wewe uanze kusali sana. Kwa sababu gani? Upende usipende, kwenye akili yake anaona kwamba kuna kitu kinamisi. Sasa kwenye kile kuna kitu kinamisi, kwa nini hatuendi kanisani pamoja? Sasa anasema bwana, haya mambo ya imani usiingilie. Napenda kwambia hivi, mtaalamu ambaye ana maabara ya masuala ya mapenzi mjini Washington, ambaye kwa miaka 40 amekuwa anafanya utafiti, ana hoteli yake maalum yaani watu wanao mke na mume wanakuja wanakaa pale miezi mitatu, alafu anaangalia jinsi wanavyoishi. Kuna kamera zimewekwa pale, jinsi mnavyoongea kuna kamera zimewekwa. Ana uwezo wa kutabiri ndoa zinazovunjika kwa 94%. Anasema hivi, anaitwa John Gottman, unaweza kumtafuta kwenye Google. John ni msemi, ni mzee sana. John Gottman anasema hivi, kunapokuwepo na uhusiano ambao mmoja wenu amekosa nidhamu, kuna kitu ambacho kitakosekana. Kuna kitu ambacho kinakosekana. Kinaitwa nini hicho kitu? Bid of attention. Bid of attention. Yaani unakosa umakini wa kuangalia kwamba hili nikiliachilia litaendelea kuoza. Na unaposikiliza hapa ndipo bid of attention. Kwa mfano, yaani hili nikiliachilia litaendelea kuoza. Kwa mfano, mke wako anaongea. Sawa, mke wako anaongea, alafu wewe uko busy na simu. Wakati anaongea na wewe, unaweza kuliona ni dogo sana. Lakini mke wako anajisikia kukataliwa kabisa. Hajisikii kupendwa. Mume wako anaongea, wewe uko busy unaangalia tamthilia. Wewe unaliona ni dogo sana. Lakini kwenye ubongo, sehemu ya pili ya ubongo, ndio subconscious, rekodi inayorekodiwa ni kwamba hupendwi hapa. Kwa maneno mengine, napokuja kwenye swala la discipline, kwamba unapokuwa na mwenzio, jitahidi kuwepo kikamilifu. Sio uko na mwenzio uko busy na simu. Hakuna la kuongea. Kwa nini usitafute la kuongea? Unasema hakuna la kuongea. Hakuna jipya. Kwa nini usitafute la kuongea? Sasa hapo tayari ule msingi unaanza kumomonyoka. Sasa kwa uhusiano wa miaka 30, ikifika miaka 10, mimi naona siendani na huyo. Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa, kwenye Kiingereza inaitwa paradigm shift. Paradigm shift kwa Kiingereza. Yaani kwa kadiri, yani shift unajua kushika kama vile kusogea, sawa? Paradigm shift ni kwamba yale ambayo mlianza nayo akasababisha mkakubali kuoana, mlioanza nayo, ile nguvu yake inaanza kupungua taratibu. Mwisho mwenzio anakuona hufai, kutokana na vitu vidogo vidogo kama hivi unavyopotezea. Ndio paradigm shift. Sasa wengi hawalioni hilo. Sasa kama vile mnene, mtu alikuwa mwembamba, taratibu tu anaanza na analepa. Amenenepa siku hizi. Alinenepa lini? Ni kwamba ni taratibu tu mtu anaanza na ananenepa mpaka anakuwa na kitambi. Ni taratibu. Kadhalika haya mambo madogo madogo unayapuuzia. Wewe unajua mke wako anapenda zawadi. Unajua mke wako anapenda zawadi. Lakini kwani hajui nampenda mpaka zawadi bwana? Nimejenga nyumba na nimemnunulia gari. Anaendesha gari la milioni 60. Nyumba nzuri, anavaa vizuri. Zawadi vya nini? Akili yako mwanaume na huyu mwanamke ni tofauti. Wewe unafikiria kwa sababu umemtolea mahali vivi zawadi vidogo unaviona kwamba kwa hiyo nazungumzia commitment. Commitment haitegemei hisia, ile hali ya kujitoa. Haitegemei hisia. Unafanya kitu ambacho unajua ni sahihi, kitajenga. Mtu mmoja akasema kwani, don't do what is easy, do what is right. Usifanye kitu kwa sababu ni rahisi, fanya kwa sababu ni kitu sahihi kinachohitajika na cha muhimu. Sasa ukikosa hiyo nidhamu, baada ya muda, sawa, unaweza kuona kwamba
kila mmoja, yani kama vile kuna kwa wanaita growing apart, yani mnaanza kutengana kihisia, taratibu mnaanza kudrift apart, wazungu wanasema taratibu. Nakuta tendo la ndoa mlikuwa unafanya mara 4 kwa wiki, sasa inabakia mara 1. Zamani ulikuwa unamnyonya sana, kila kitu unamnyonya, lakini siku hizi unyonyi, umeacha. Ukitoka kazini, unamhaji, wow, how are you baby, are you okay? Zamani ukienda kazini unamtext mara 10 mara 3, unamtext, baby nimekumisi, leo umevaa chupi ya rangi gani? Baby anapenda, baby unanukia vizuri wewe, mpaka uchi unanukia vizuri. Utani kama huu haupo, umekauka, haupo. Wewe unaona mambo yako shwari. Kuna mdudu anakula mizizi. Kwa hiyo nimekupa namba 1. Kuna mambo mengi ya kuongelea hapo. Sawa? Commitment ndio kuongelea hapo. Sasa niingie kidogo kwa sababu tendo la ndoa sitali japokuwa ni la muhimu, lakini nataka niingize kwenye swali la commitment. Mwanamke anasema leo iski ni chooni huko. Una haja kubwa ndio unasema ujisikie. Ni haja kubwa mpaka unasema sijisikii. Wewe mwanamke umeingia hedhi. No, mwanamke umeingia hedhi. Mwanaume anajua kwenye hedhi sifanyi mapenzi. No. Umetoka hedhi, unasubiri mwanaume tena ndio aanze kukumbusha kwamba leo nataka. Umetoka hedhi, wewe ndio wa kwanza. Unamwambia bwana, leo nimetoka nimetoka mwezini, nimeingia duniani, tucheze. Sasa wewe unasubiri yeye ndio akuulize, vipi hujatoka tu bado hedhi? Sasa anaona kwa amekuwa ignored, umempotezea mahitaji yake muhimu. Sasa itafikia hatua anakuambia bwana, ukiingia hedhi nataka kinyume na maumbile. Utaikubali hiyo? Aikwambia sasa ukiingia hedhi tunakwenda kinyume na maumbile. Ndio kinachofuata. Unacheka. Haya, nakwambia. Weka hivyo. Ngoja uanze kutiwa nyuma, utaona kwamba wengine naye kaanza kutiwa nyuma. Kamkubalia mara 3 mara 4, akasema siwezi kuvumilia. Wanaachana, nafika huko alikuwa kimbilia, anakuta mjamzito. Historia nakupaya kweli. Mama, mara kwanza kafanya kajilazimisha tu kukubali kwamba mume wangu anataka kinyume na maumbile, tu nimpe. Lakini akasikia, sasa ananipigia simu mimi, ananiambia daktari, eti nimeshapata madhara, nimeshaingiliwa kinyume na maumbile kama mara 3 mara 5 hivi. Nimeshapata madhara. Ndio ananiuliza. Shauri lako. Lazima mwanamke ajue jinsi ya kumwandaa mwanaume vizuri. Amnogeshe. Mwanaume anapokuwa amemaliza goli la kwanza, ujue jinsi ya kumsaidia goli la pili apate, la 3, la 4. Ujue kumwandaa mwanaume sawa sawa. Mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake ambapo anapaswa yachezee. Kila eneo lina madoido yake na mbwembwe zake. Mwanaume anapaswa ajue mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina mbwembwe zake na madoido yake. Sasa wewe hujui katika uhusiano wa miaka 5, 7, 8, 9, mwanaume huyu anajua unaanzia wapi, unaishiaga wapi. Inaboa. Ukishakuwa wa kutabirika unaboa. Epuka kuwa mtu wa kutabirika. Uwe na vitu vingi unamchanganyia. Ukiwa na vitu vingi unaweza ukachanganya leo hiki. Sasa wewe tu unachojua tu ni kunyonya, na kwenye kunyonya wenyewe ufundi wenyewe hujui. Itakula kwako. Hiyo ni namba 1. Namba 2. Excessive conflict. Yaani hali ya kugombana, kubishana kwa mara. Hali ya kugombana ni hali ya kawaida. Lakini jinsi gani mnatatua ule mgogoro uliozuka, hilo inahitaji ufundi. Na ndio maana nimeanzisha channel nyingine inaitwa Hisia Maishani. Hiyo ni jinsi ya kuweza kutatua migogoro ya aina yote, iwe ni kazini au wapi. Mambo ya kuangalia katika maisha. Hiyo haihusiana na mapenzi. Hiyo channel mpya inaitwa Hisia Maishani, unaweza kuitafuta. Kwa hiyo excessive conflict, mahali ya kubishana kugombana, haijalishi mnagombana kwa sababu ya pesa, ya tendo la ndoa, ya uchepukaji, haijalishi kwamba ni eneo gani mnagombana. Kwa hiyo unapoona kwamba hali ya kugombana katika maeneo hayo na kutokukubaliana mara kwa mara inakuwa inajirudia, tayari inatengeneza hali ya uchungu ndani ya mtu. Ule uchungu unaongezeka uzito mpaka mtu anaona kwamba sasa nimechoka. Na option iliyopo tuachane tu, tusiendelee kutesana. Kwa hiyo lazima ujue mbinu za inapotokea mgogoro. Sawa, inapotokea mgogoro unafanyaje? Hebu fikiria. Kuna watu wengine hawajui hata kuongea. Huyu dada, sawa, waligombana na mume wake kwa sababu mume wake anachepuka, sawa?
Sasa mume wake anataka kujirudi. Mume wake yuko kazini, anamwambia bwana, jiandae leo narudi mapema, nataka leo tutiane sana. Mwanamke kajibu okay. Sasa ananipigia simu, anambia daktari, nilikosea hapo kumwambia hivyo. Kumwambia ndio ulikosea. Unamwambia ulikosea. Ilipaswa umwambie na mimi na hamu kweli ya kutiana na wewe. Na hamu kweli. Yaani nimemisi kweli dudu lako linavyokuwa linanikandamiza vizuri kule ndani. Nimemisi kweli. Kwa hiyo unaongeza madoido kwa mtahamasa kwamba kweli nimerudi kweli, nimekubalika nilikorudi. Kwa hiyo hata kuna jinsi ya kuongea, ndio maana nimeweka channel nyingine hiyo, nakwambia na hisia maishani. Jinsi gani unamtengenezea mtu hisia za kuona kweli hapa nimekubalika, mimi bado hapa napendwa, japokuwa nimekosea, lakini bado napendwa, bado nahitajika. Unaweza kuona bado nahitajika. Kwa sababu wewe hujui jinsi ya kujibu. Unajibu tu ili mradi itakuponza, kwa sababu mwenzio anatoa tafsiri tofauti na ile unayotarajia wewe. Ndio. Haya, tunakuja kwenye lingine sasa, ndio hilo ambalo nilikuwa nimeingia bila kuelewa. Kutokuwa na mawasiliano mazuri. Wakati mnaanza uchumba, mnawasiliana sana, mnaongea sana, muda wa kukaa na kuongea upo. Lakini mmeshaingia ndani ya ndoa, ule muda wa kukaa na kuongea na kucheka haupo. Kuna wanawake ambao wanachepuka kwa sababu gani? Hawana muda wa kuongea na wake zao. Ngoja nikupe story ya kweli. Nimeshitoa hapa mara kadhaa, lakini napenda nirudie kwa faida ya wasikilizaji wapya. Huyu ni dada amekuja ofisini kwangu. Anambia, daktari, niko ndani ya ndoa miaka 8 na watoto 2. Nimekuwa nachepuka, huu ni mwaka wa 2. Huyu ni mwanamke. Sasa nahisi mume wangu amegundua kwamba nachepuka. Sasa sitaki kuipoteza hii ndoa. Nataka niachane na huyu mwanaume chepuko. Lakini nashindwa kuachana na huyu chepuko. Nifanyeje? Nikamuuliza swali la kwanza. Kati ya mume wako na huyu mchepuko, nani mtamu kwenye tendo la ndoa, anakulamba mpaka makalio? Nani? Akasema wote wanajitahidi kwa kweli, kwenye eneo hilo wanajitahidi wote. Nikamuuliza swali la pili. Kati ya mume wako na huyu mchepushaji, nani ana dudu kubwa? Akasema naona hata mume wangu analo kubwa kumshinda huyu. Nikamuuliza swali la tatu. Kati ya mume wako na mchepushaji, nani ana hela nyingi? Akasema hivi, hela inisumbui mimi, na kazi yangu ni mwalimu, nalipa mshahara mzuri tu. Sawa, kwenye shule international. Mwambia sawa. Muuliza swali lingine. Kati ya mume wako na mchepuko, nani mcheshi? Akasema huyu mchepushaji ni mwongeaji mzuri kweli. Akasema hata hiyo siku ya kwanza naye kufanya mapenzi ilikuwa ni hivi. Tulikuwa tumezoea hatuingii hotelini. Tunaenda tunakaa tu nje hotelini, tunakunywa soda, tunakunywa, tunatia story. Sasa siku hiyo tumeenda tunakaa tunaongea, ghafla ladi mvua nzito. Mwenzangu akaniaga, naenda kukojoa. Kaenda kanunua chumba. Sawa. Ametoka kwa kununua chumba, mimi sina habari. Ananiambia bwana, twende chumbani hapa, mvua imezidi, twende chumbani. Nikakubali. Kufika kule sina mkatiwa. Nikaona afadhali tuendelee tu hivi kutiana chumbani kuliko kukaa nje pale. Mume wangu anaweza katukuta tu tunakaa nje tu, anikuta pale, tuendelee tu. Lakini anapenda tu zile story. Hiyo ni story moja, nakupa kuna nyingine tunaye kama 3 ya mwanamke alichepusha mume wa mtu wa rafiki yake, kwa sababu mume wa rafiki yake ni mcheshi. Hilo tu. Nyingine tena nakupa story nyingine. Huyu dada ni mzuri kupindukia, Mnyarwanda. Rafiki yake anakuja anamwambia hivi, mume wako ananitongoza. Mnyarwanda akasema, mume wangu kaokoka, hawezi kukutongoza bwana. Haiwezi. Mume wako ananitongoza. Haya, siku hiyo mume katoka kazini, kapitia kwa rafiki yake kule. Jamaa yule dada akamtumia rafiki yake yule Kinyarwanda, bwana, mume wako yuko hapa. Tunasema hakutongozi. Njoo mkuta hapa nyumbani kwangu. Kweli kaenda pale, kamkuta mume wake. Mume wake akajitetea, nimepita tu kumsalimia tu na nini. Kaona yameisha. Bado mwanaume endelea kutongoza. Sasa mwanamke kumthibitishia kwamba mume wako japokuwa ameokoka,
anataka kunichepusha. Akamwambia hivi, njoo hapa. Joyce, sio jina lake, sio Joyce. Kama Joyce, njoo. Haya, mume wako sema safiri? Sawa. Hebu muombe 50,000. Akamuomba 50 kwenye message. Mume wangu wewe, naomba unisaidie 50,000 nipata dharura kidogo. Mwanaume akamwambia, hali mbaya kweli, biashara mbaya kweli. Sina 50,000. Akasema sasa ngoja mimi nimuombe. Saidia 300,000. Halo Pesa imeingia. Muamala umesoma. 300,000 hapo. Yule alikuwa mstaarabu, alitoa ile 300,000 akampa. Alikuwa mstaarabu. Na kwa hizo stories za kweli. Sasa wewe unaweza kuona kwamba mambo yako shwari kama huyu dada wa Kinyarwanda. Mambo yako shwari kabisa. Kwa hiyo basi, jinsi gani una communicate na mwenzio ni kitu ambacho inapasa ukikomalie, usikiache kiendelea kudolola. Sawa? Unapoacha kikidolola inakuletea shida sana. Utaanza kuona mwenzio anaanza kukwepa maongezi mazito. Unapoanza mwenzio, yani kuna hoja zilizotokea nzito, anaanza kukwepa. Sawa? Unapoanza kuona mwenzio anaanza kuongea lugha za mkato, komalia, hiyo ni dalili mbaya. Anaongea lugha, maongezi ni ya mkato tu. Hataki kuongea na wewe kwa mrefu, kwa mkato. Anapotumia lugha ambayo inaumiza. Sawa? Sasa hiyo kwa sababu mnapokuwa mnakwepa maongezi magumu, sawa? Mnatengeneza uchungu ndani yake, kwa sababu ile anakuwa na fundo ndani yake. Sawa? Na vile yanapokuwepo matarajio ambayo sio halisi, wazungu wanaita wanasema unrealistic expectations. Napokuwepo mtu anatarajia, ameona kwenye movie yule anafanyiwa hivi, au ameona rafiki yake mume wake anamfanyaga hivi, ameona mke wake anafanyaga hivi, wewe umeona kwa watu, unataka tu muingizie mwenzio tu kwamba na wewe unafanyaga kama hivi. Sasa hujui background yake. Haya mambo yanapaswa mtu ajifunze polepole, lakini unakomalia, unataka kulazimisha yafanye kama unavyotaka wewe. Mgumu kuomba msamaha. Kusema sorry ni mgumu sana. Hata kama umekosea, unajitahidi tu kutafuta visingizio vya kuhalalisha kosa lako. Hapo unaelekea korongoni. Hii ni Kliniki ya Afya Mapenzi. Nikutakie heri ya mwaka unaoingia leo 2026. Nikutakie heri. Asante sana kwa kuwa mwanachama mzuri, kwa kuangalia kwa muda mrefu, miaka watu wanafuatilia channel hii, na wale ambao unaangalia kwa mara ya kwanza, karibu sana. Utafaidika sana ukisubscribe, kwa sababu kuna video nyingine zinakuja, na Mungu akubariki. Bye.